Mahakama ya mwanzo ya Maji ya Chai wilaya ya Rumeru mkoani Arusha imeamuru kufanyika kwa mgawanyo wa mali kati ya Bi Happy Lameck Sule na Silas Gideon Ndosi ambao walikuwa mke na mume baada ya mahakama kuvunja ndoa hiyo kutokana na mgogoro wa muda mrefu. Shauri hilo ambalo lilifunguliwa mwaka 2023 na Happy dhidi ya Silas limetolewa maamuzi ambapo katika mali ambazo Happy amechuma na mumewe Silas ambaye kwa sasa ni marehemu, katika eneo la Ambureni kuna nyumba mbili ambazo kwa sasa dalali wa mahakama wa First World Investment ametangaza mnada kwa ajili ya mali hizo kuuzwa. Leo madalali wa mahakama wamefika katika eneo hilo la Ambureni kwa ajili ya kuanza kutekeleza amri ya mahakama, ambapo tayari nyumba mbili za eneo hilo lililopo linatakiwa kuuzwa ili kugawana asilimia ambazo zimeelekezwa kila mtu apate kilicho chake. Akizungumza, Happy amesema kuwa yeye na mume wake Silas hawakuwa na tatizo lolote enzi wakiwa wanaishi pamoja, na sababu iliyopelekea ndoa kuvunjika ilisababishwa na ndugu wa familia. Kwa sasa eneo hili lina ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 1000. Linatakiwa kuuzwa ili Happy aweze kupata kile kilicho chake pamoja na Silas ambaye kwa sasa ni marehemu. Majira ya mchana, dalali wa mahakama alifika katika eneo hilo kwa ajili ya kuanza kutangaza mnada huo, ikiwa ni mara ya pili. Lakini mama mzazi wa marehemu Silas ameonekana akiwa analia machozi, huku akieleza kwamba eneo hilo sio eneo la Happy wala marehemu Silas, bali lilikuwa ni eneo la familia, kwa maana kwamba yeye pamoja na mume wake, kilichofanyika ni kwamba kwa kuwa Silas alikuwa ni mtoto wa mwisho, alipewa kipande cha ardhi katika eneo hilo ili aweze kujenga. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba Happy pamoja na mume wake wamejenga tu nyumba, ila ardhi waliipewa, huku mama huyo akieleza kwamba kilichofanyika sio haki, bali ananyang'anywa eneo lake. Alan Ruben Molel, ni dalali wa mahakama kuu kanda ya Arusha. Kampuni yangu ya udalali inaitwa First World Investment Court Broker. Eneo hili linalotakiwa kuuzwa ni katika utekelezaji wa hukumu ya mahakama ya mwanzo Maji ya Chai. Ni shauri la ndoa namba 33 ya mwaka 2023 kati ya Happy Lameck Sule na Silas Gideon Ndosi. Hawa ni wanandoa wawili ambao walitalikiana, na mahakama ikatoa amri kwamba eneo hili ambalo ni chumo la ndoa liuzwe ili wanandoa waweze kugawanywa 50 kwa 50. Na ndio tuko hapa, tumefika hapa, tumeshirikisha uongozi wote kwa ajili ya utekelezaji, na utekelezaji unaendelea pamoja na kuwa na makelele ya huyu mama. Lakini kimsingi eneo ni la wanandoa, kwa sababu hata nyumba ambayo wanandoa hawa walikuwa wakiishi iko hapo, na nyumba mpya waliokuwa wakijenga pia iko ndani ya eneo husika. Kwa hivyo ni amri ya mahakama na ni haki ya mtu kulingana na mgawanyo wa wanandoa. Amri inasema niuze eneo. Amri inanielekeza kuuza eneo, na taratibu zimeshatekelezwa kila kitu. Eneo linatakiwa liuzwe ili wanandoa hawa wagawane asilimia 50 kwa 50 kulingana na maamuzi ya mahakama. Inatakiwa tutekeleze siku 30 zikiisha. Hakuna rufaa yoyote wala hakuna maombi yoyote yaliyopelekwa na either Happy Lameck Sule au Silas Gideon Ndosi, wala hakuna zuio lolote kutoka mahakama yoyote ya juu ya Maji ya Chai ambayo imezuia utekelezaji huu. Kinachotekelezwa hapa ni amri halali ya mahakama, na hata watu wote hapa hakuna asiyefahamu, kwa sababu tulishakuja hapa zaidi ya mara 5 kuanzia kipindi cha kufanya uthamini
kutambua mali, na hadi leo tunafika hapa, kila kitu kimefanyika kwa uwazi, na hakuna asiyejua kwamba eneo hili walikuwa wakiishi wanandoa hao na ni eneo ambalo ni mali yao. Pande zote mbili wameridhia, hakuna aliyewahi kusema pasiuzwe, na ndio maana tuko hapa. Kama wangekuwa wameenda mahakamani, mahakama ya juu ingetuzuia tusiendelee na sisi tusingeendelea. Mujibu wa hukumu, kuna nyumba mbili. Nyumba moja ambayo haijaisha, nyumba moja ambayo ni ya zamani ambayo inaonekana ndio walikuwa wakiishi, pamoja na kipande cha ardhi ambacho kina migomba, ambayo kwa ujumla wake eneo lote lina square mita 1514. Eneo lenye ukubwa wa square mita 1514 ambalo lina nyumba mbili ndani yake na shamba lenye migomba. Mnada umeshatangazwa sana, na tumekuja hapa ili pia na majirani wawe aware kwamba eneo hili linauzwa. Asija akatokea mtu mwingine akadanganya chochote. Mpaka wiki ijayo tunatakiwa tuwe tumekamilisha utekelezaji huu. Watu wanakuja wanauza eneo. Ile eneo lilikuwa mahakamani. Ile eneo mpaka mtoto wangu amekufa kwa ajili ya ile eneo. Hajamaliza mwezi, ni juzi tarehe 19 amemaliza mwezi. Ndio akaja tarehe 19 wakaondoka. Ilikuwa Alhamisi, leo tena wamerudi. Baba, ile eneo sijawahi kuwapa hao wanandoa. Silas ameoa Happy. Silas alikuwa na watoto wengine wawili. Akaja akazaa na Happy watoto wawili, kwa watoto wanne. Na wote ni wa kiume. Silas walipotaka mahali pa kujenga nyumba watakaoishi na Happy, nikawapa mahali pa kuweka nyumba. Sijawahi kuwapa eneo. Wameishi miaka miwili, mwaka wa 3. Happy ameondoka. Hajaguswa, sijasikia kesi. Happy ameondoka. Ameenda kumstaki Sila, akaenda kukatia Sila Arabi. Sila akakimbia, Happy akaja akasoa kila kitu, akaondoka. Sila kuanzia kipindi hicho Sila akili haijawa tena sawa. Kesi mara ya kwanza Sila amestakiwa na mke, akaenda Majacha akampa talaka. Akampa Sila talaka. Akaja hapa ili akakusanya mali. Akaja akakusanya eneo langu na nyumba zote mbili. Akakusanya, akapeleka, akaandika, akaweka hapo. Mimi nikaamka nikaenda Majacha, nikaenda kuzuia. Tukafanya kesi Majacha. Kumbe Happy ana barua aliyoandika, akaweka foji za watu, sahihi za watu. Kwa nini hamkwenda mahakamani kuzuia kusema eneo hili sio la Happy? Nimeenda kuzuia Majacha. Happy akaenda kutoa barua ya uongo ya hati ameandikwa eti baba amempaga Sila eneo. Alipoenda Majacha nikapinga, nikamwambia sijawahi kusikia hicho kikao kilichokaa, wala sijawahi kuona karatasi yote iliyoandikwa. Nikamwambia Happy umekuja kwangu, mume wangu ameshakufa. Aliyokupa hii barua ni nani? Akasema ni Sila amempa. Nikamwambia hizi ni batili. Nikaamka baba, nikachukua lalamiko. Akapewa nani? Akaambiwa Happy na Sila wameshinda kwa sababu ameleta kelelezo. Nikaamka nikaenda ofisi ya kata. Nikaenda kuwaelezea. Wakaniambia nileta mashahidi walioandikwa kwenye hiyo barua. Hiyo barua iliyogawa shamba. Nikapeleka mzee wa ukoo, walikuwa wameandikwa sahihi yake. Shemeji yangu sahihi yake. Mimi sahihi yangu, watoto wangu wote wamewekwa sahihi, lakini ni kama simefojiwa. Nikaenda nikapeleka nani baraza la ardhi. Baraza la ardhi ninauliza Happy, una swali la kujibu, shahidi sina. Shahidi wa pili una swali la kumuuliza sina. Wale wasao wakasema hatujawahi kukaa kikao kugawa shamba kwa Kidioni na hatujawahi kuweka sahihi. Yaani mwaka tu nyumba wajenge kwa sababu unajua huyu Silas ni mtoto wa mwisho. Alipoa Happy juzi ndio nikawapa mahali pa kuweka nyumba ya watoto. Kwa hiyo sijawapa eneo. Sijawapa eneo kabisa. Ni nyumba tu. Lakini mbona wamejenga? Nimewaambia wamejenga nyumba hapa. Wamejenga nyumba ile, nyumba pale. Sio nimekuambia wamejengea watoto. Walipokuja wamekuta na nyumba ndogo pale wakaishi kwanza. Sasa nini kitafanyika kwa sababu maamuzi yameshaamuliwa? Nini kitakachofanyika? Eneo langu aliuswi. Eneo ni la kwangu. Kwa nini usingeenda mahakamani kuzuia hivyo? Nimeshaenda mahakamani nikazuia. Nikaamka nikaenda mahakama ya Ulaya. Mahakama ya Ulaya, kesi ikiwa mahakama ya Ulaya, ndio Sila akafariki. Sila akafariki siku ya
ya Jumanne na Ijumaa mahakama nikatuma huko mtu, mahakama ikasoma hukumu. Ilivyosoma hukumu, tumechukua tena rufaa, tumelipeleka mahakama kuu. Kwa hiyo bado barua sijatoka. Lalamiko langu liko mahakama kuu. Sasa kabla alijatoka yeye pia kaanza kuja na watu kuanzia siku ya tarehe 19. Sijawahi kuwapa eneo kabisa. Sasa wakiuza utafanyaje sasa? Hamna kitu nitakachofanya, lakini mimi nalia na serikali nisaidie. Kwa sababu mimi ni mjane, naonewa. Naomba serikali nisaidie. Kwa sababu eneo nimeachiwa na mume wangu hapa. Kwa kiusa sasa hivi mimi nitaenda wapi? Na uzee huu na miaka 72. Naenda wapi babangu? Na uzee huu naenda wapi? Mimi nimetafuta, nikawatafutia kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya wajukuu wangu. Leo nile nife niwaachie wajukuu zangu. Ile eneo ni la urisi, haliruhusiwi kuuzwa. Mtu aishi akishindwa aondoke aache urisi wa watu. Nilikuwa naomba Mama Samia anisaidie. Naomba mkuu wa mkoa Makonda waingilie hili jambo kati, wanisaidie. Eneo ni la urisi hili. Nimewapa mahali pa kuweka nyumba. Na wana watoto wawili wa kiume. Kesho watoto wakirudi nitawapeleka wapi? Mimi ni mzee wa miaka 72. Sina tena nguvu ya kwenda kutafuta. Nimetafuta pamoja na mume wangu. Mume ameniachia, anataka kuninyang'anya. Kijana nimeshamzika. Huyu dada anataka kuninyang'anya eneo. Naomba Mama Samia anisaidie. Naomba mkuu wa mkoa anisaidie. Naomba serikali nisaidie. Baada ya kuteseka kwa muda mrefu sana kutokana na mateso nilikuwa napewa kwenye ile familia, na baada ya nimeamua kuondoka kwenye ile nyumba, bado nikawa nafuatwa huku ninakokaa na naendelea kufanya unyanyasaji. Nikaamua sasa labda kinachowapa kiburi ni ile ndoa ambayo tulishaifunga. Nikaenda mahakamani kwa ajili ya kuivunja ile ndoa ili niwe free kutoka kwenye mateso ile familia. Kwa sababu ananifanyia mateso tena sio aliyekuwa mume wangu. Nafanywa mateso mpaka na shemeji. Yaani shemeji yangu, kaka wa mume, ananikuta nimekaa sehemu nakaa na marafiki, tunakula tunakunywa, anakuja kunifanyia fujo. Kwa hiyo pale nikaona hii sio, sasa hii inazidi, inavuka mipaka. Nikaamua kwenda mahakamani, na sikuanzia mahakamani, nilianza baraza la usuluhishi kata. Wakajaribu kutusuluhisha, ikashindikana, tukaenda mahakamani. Yaani sisi mpaka tunavotoka ofisi ya kata pale, mume anakiri kwamba mimi na yeye hatuna shida. Na hata tunatoka kwenye kile kikao cha usuluhishi, tunaenda kukaa sehemu ya kula, tunakula pamoja. Na mnulia chakula, anakula, anashiba, naomba anaenda nyumbani. Na mimi naondoka naenda kwangu. Kwa hiyo mimi na yeye kama yeye hatuna tatizo kabisa. Mara ya mwisho alikuja kusalimia watoto wake eti mwezi wa 6. Tarehe 26 mwaka jana. Alipokuja aliomba, mimi nakumbuka nilikuwa nimepata ajali, nilikuwa nimelala ndani naumwa. Kwa hiyo alipokuja sikuweza kutoka ndani kusema labda nitoe watoto nje ili kukutana nao huko nje. Nikamruhusu aje pale nyumbani nilipopangisha napoishi. Akaja akasalimia watoto wake vizuri pale. Kama mimi ningekuwa ni mtu wa madhara kwake, kulikuwa na namna nyingi ya mimi kumdhuru akiwa nje na kwake au kwao. Kama alikuwa anaweza kuja kwangu akala chakula cha nyumbani kwangu, akaondoka akarudi kwake, si ilikuwa ni nafasi yangu nzuri ya kumdhuru kama ni adui kwangu? Mimi naye hatukuwa na tatizo kabisa. Shida ilikuwa ni familia yake, hawakutaka tuishi. Na tatizo kubwa ni wivu wa kimaendeleo. Kesi ya kudai mali sio kesi. Imeambatana pamoja na talaka, ambao hata kwenye fomu ukiangalia imeandikwa madai ya talaka namba 33 ya mwaka 2023. Yaani iliambatana wakati hukumu inatoka kwamba kuanzia leo fulani na fulani nyie sio mke na mume. Na uamuzi wa mahakama yani matamko alitolewa the same date. Kwamba kuanzia leo officially Happy na Sila sio mke na mume, na kwa chumo la mali ambazo ziko pale nyumbani mtagawanywa kwa 70 kwa 30. Ambao mimi nitachukua 70, mwanaume atapewa 30, na ina categories ndani kwamba pale tuna nyumba 2. Kwamba kwenye nyumba kubwa ambayo nilijenga mimi
Yeye alikuwa anapewa 30% na mimi nilikuwa nachukua 70 kwa sababu ile nyumba nilijenga mwenyewe na yeye alithibitisha mahakamani. Alafu kwenye nyumba ndogo ambayo mimi nilimkuta nayo nikairenovate ndo tukaishi kabla ya kujenga nyumba kubwa, mimi nilikuwa nimepewa 30% na mahakama. Yeye 70. Kwa hiyo ilikuwa categorized kwenye hizo hivyo. Kwa hiyo ilikuwa siku hiyo hiyo ya hukumu ambayo ilikuwa tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2023. Kwa hiyo ndio mama akaenda kupinga. Sasa baada ya familia kujua, kumbe mwanzo walikuwa wanajua tunaachanishwa tu alafu kila mtu aishi maisha yake, maana malengo yao yangetimia kwamba tumeweza kuachanisha, maana ndio ilikuwa lengo toka mwanzo. Kwa hiyo tu wameshaachana, basi wao wanafurahia si kuachana. Kumbe kwenye ile kuachana kuna haya yanayofuatana ya mgawanyo wa mali na uangalizi wa watoto ambao familia haikuconsider. Kesi ikasikilizwa. Walivyoona kwamba kuna cha mgawanyo wa mali ndio wakakata rufaa, na kwenye rufaa yao hawakupinga kuvunjwa kwa ndoa. Walidili kwenye matrimonial contribution kwamba hakuna mali za kugawanywa, mali ni za nani? Ni za mama na aliyekuwa baba marehemu. Kwa hiyo hawajataja hata ile nyumba ambayo wamejenga wao. Sometimes wanataja, sometimes wanasema ni ya kwao. Kwa hiyo kuna upande hata ukirudi kwenye mahakama ya mwanzo kwenye maelezo yao kwa mashahidi, kuna mashahidi wanaokubaliana kwamba nyumba ni ya kwangu mimi na Asila, na kuna wengine wanasema nyumba ni za mama zote. Basi walipokata rufaa ndo maamuzi ya mahakama ya wilaya yakatoka tena, wakawa wameshindwa kwenye ile rufaa yao. Ndo faili likarudi mahakama ya mwanzo kwa ajili ya utekelezaji. Baada ya siku 30 kupita hawajakata rufaa. Mama aliomba revision baada ya muda wa rufaa kuisha. Revision ya yale madai yake kwamba mali tunazotakiwa kugawana sisi wanandoa sio zetu, ni za kwake. Siku 30 zikaisha kukata rufaa. Kwa hiyo wakati anataka kukata rufaa muda ulishaisha, akaomba revision. Alipoomba revision mahakama haikukataa, akapewa. Kwa hiyo tukaendelea kujibizana kwa maandishi. Bado tu ikaonekana hayana mashiko. Sasa inakuja kutokea ile hukumu, tukapangiwa tarehe ya hukumu ambayo ni tarehe 15 mwezi wa 11. Sasa inakuja kutokea kifo cha marehemu kabla ile hukumu, siku 3 kabla. Marehemu anafariki tarehe 12, hukumu ni tarehe 15. Naelewa Kwa hiyo hakimu aliahirisha kama mara 3 hivi bila kusoma hiyo hukumu. Hiyo mara ya 3 ndio yeye akaona ameahirisha sana, kwa hiyo hawezi kuahirisha tena, labda kwa sababu hiyo incident ya occasion incident ya kifo. Akasoma hivyo hivyo tukio sisi hatupo. Kwa hiyo mimi sikujua, nilikuja kujua baada ya mazishi, nimeshaka wiki 2 nyumbani ndo nikafuatilia nakala ya hukumu. Nikaenda nikasoma ile hukumu, nikaielewa kwamba tumeshinda mimi na marehemu. Tumemshinda mama. Inarudi sasa kwenye utekelezaji. Kwa hiyo nikatolewa faili mahakama ya wilaya, likarudishwa mwanzo kwa ajili ya utekelezaji. Pangiwa baada ya kuomba utekelezaji, tukapangiwa tarehe ya mnada, ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 12. Tarehe 19 kweli tukaenda pale na dalali wa mahakama anaitwa Alan Ruben Molel, lakini kwa bahati mbaya sana hatukwenda na askari polisi kwa ajili ya security. So familia ikaja tena ikavuruga ule mnada. Mama akaja akalialia pale na watoto wake. Benjamin Gideon Ndosi na Barikieli Ndosi pia walikuja, wakawa wanasema kesi na rufaa na nini, wakawa na vuruga, na waambia dalali aache kutangaza. Dalali akawaambia kama kesi na rufaa sisi tunapokea amri kutoka mahakamani, sio kutoka kwenu. Tunatakiwa tuletee stop order. Sisi hata kama kesi iko mahakamani hatuna kilichotuzuia sisi kufanya mnada. Sisi still tunafanya mnada kwa sababu hatujapata stop order. Basi tukaendelea kufanya, lakini wakawa wanavuruga wateja wanakuja kununua. Wanaongea pale, wanaongea uongo, wanasema nyumba imeachwa ina mjane na mtoto mchanga sio nini. Lakini ukiangalia hata leo wakati mama anapiga kelele pale juu, ambao ni mara ya pili ya mnada baada ya wiki 2, ile ya kwanza kushindikana, mama bado hajawahi kumtambua yule mtoto wanasema ni wa marehemu, maana hata mimi sijui kama ni wa marehemu. Wanasema marehemu ana watoto 4. Sometimes 5. Lakini kwenye msiba walisema marehemu ana watoto 4. Na hao watoto 4 ndio mimi ninaowatambua. Mimi nimezaa watoto 2 ambao ndio watoto wa ndoa. Kwa
Kuna watoto wa nje ya ndoa wawili, amezaa na wanawake wawili tofauti. Mwingine Mwarusha, mwingine Mmeru. Kwa hiyo hawa mimi nawatambua. Na hao watoto mmoja hajulikani alipo. Huu ni mwezi wa 11 au 12. Toka mwezi wa pili mwaka jana. Mtoto wa kwanza kabisa wa marehemu mume wangu alipotea. Na ampotea kwenye mazingira ya kutatanisha kwa sababu inasemekana mara ya mwisho alichapwa na huyo shemeji yangu Barikieli Ndosi. Alimchapa mtoto akamdhalilisha hadharani, akawa amemvua nguo, akamtandika, akamdumbukiza kwenye mfereji wa maji pale nje, na ni mtoto mkubwa sio mdogo, mtoto wa form 3. Kwa hiyo baada ya mtoto kufanywa kile kitendo cha udhalilishaji, yule mtoto hajaonekana mpaka leo. Mpaka sasa hivi. Na mpaka tunavyoongea yule mtoto hajamzika baba yake. Na sio yeye tu, marehemu hajazikwa na mtoto wake wa kumzaa hata mmoja. Lile eneo lina square mita 1515. Nasemea eneo ambalo mimi naamini ni la kwetu, na kutokana na pia na dokumenti ambayo ninayo ambayo na saini ya wanafamilia wote. Akiwepo baba yangu mkwe marehemu, mama yule tena ameweka dole gumba kabisa, na watoto wake wote wa kiume akiwepo marehemu mume wangu, aliyekuwa mume wangu, tulikabidhiwa kwamba pale ni kwetu. Na mimi haya makabidhiano yalifanyika mimi nikiwa sipo. Niseme ndugu mwandishi, mimi nilikuta mkataba muhtasari wa kikao kilichokaa cha familia kwamba sehemu hii mpaka sehemu hii amepewa Benja kule uwanjani ambaye ni kwake anaishi. Hapa jirani amepewa Barikieli ambaye ni shemeji yangu wa pili. Na hapa palipobaki ni pa mtoto wa mwisho ambaye ni Sila, na kiutaratibu wa Kimeru nyumbani hapa anabaki na mtoto wa kiume wa mwisho. Ndivyo imeandikwa kwenye ule muhtasari. Na kwa sababu ulikuwa na saini za wanafamilia wote pamoja na wazee wa ukoo na majirani wa lile eneo. Mmoja hapo ni marehemu ambaye tunapakana naye upande wa juu kwa sababu umeshafika pale unapajua. Mimi kuwekeza pale niliamini kwamba ni kwetu. Nisingezubutu kuweka nguvu yangu pale nikajenga nyumba yenye thamani namna ile wakati na mashaka kwamba lile eneo sio la kwetu. Mimi niliwekeza nikiamini kwamba ni kwetu kulingana na ule mkataba, na pia mimi ningewezaje kujenga kwenye eneo la mama bila ruhusa ya mama na ana watoto wakubwa wa kiume pale. Sasa ile tusaidie kukata migomba ni ule Benja. Leo anayeongea vibaya namna ile. Ndio aliondoa migomba, jamani jengeni hapa. Hapa ni kwenu tumewapa, jengeni. Alafu leo wanasimama wanasema hawajawahi kutupa. Na kwa nini kama hawajawahi kutupa, hawajawahi kulalamika mahali popote, iwe ni serikali za mtaa au polisi au baraza la ardhi kata au wilaya? Kwa nini hakuna complaint popote ya kwamba hawa watu wamevamia kwenye eneo letu wamejenga? Hii inamaanisha kwamba kulikuwa na makubaliano awali. Kulikuwa na amani wakati tunafanya maendeleo. Kwa nini leo wanayakataa hayo makubaliano ya awali? Kwa nini leo wanakana? Kibaya zaidi inafika hatua mzee wa mshili wa boma ya Kwandosi anakuja mahakamani na kukana kabisa kusema kwamba hajawahi kushuhudia mtoto wake akioa. Mimi hajawahi kuniona. Sio tu pale bomani, hata kwenye msiba wa babu ambaye ni baba mkwe wangu hajawahi kuniona. Kitendo ambacho kiliniudhi, afu kizingatia anayefanya hivyo ni kiongozi, anaitwa kiongozi wa ukoo. Mzee ambao kikawaida kidesturi na mila za Tanzania wazee ni tegemeo. Kwamba kwenye vitu kama hivi mambo yanavyoharibika wazee ndio wanaitwa kuyatengeneza. Lakini imekuwa tofauti kabisa kwenye boma ya Kwandosi kwamba wazee ndio wanatumika kubomoa.